Hamjambo na karibu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, kiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza moja kwa moja endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo tunaweza kuunga kwenye group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari zetu kwa muda wowote ule. Na kwenye habari zetu za asubuhi ya leo tutajua nini hatima yake Vital Kamerhe baada ya kujizuluhu uspika. Pia tutaongelea kidogo kauli ya Rais Felix Antoine Tshisekedi akiwa kwenye mkutano huko mjini New York. Pia tutakuunga moja kwa moja na Radio Kapi ili uendelee kupata habari zingine toka maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku Jumatatu, Vital Kamerhe alijiuzulu kama spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii ilikuja kabla ya wabunge kupigia kura mswada wa kumwondoa kwenye nafasi hiyo. Kamati maalum iliundwa kumchunguza kutokana na tuhuma za matumizi mabaya ya fedha, kuharakisha michakato kadhaa ya miswada na kuhimiza wabunge kupiga kura kwa haraka kuipitisha, lakini pia madai ya kuhangaisha wabunge. Kamerhe mwenye umri wa miaka 66, mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi, amekuwa akishtumiwa na wakosoaji wake kwa kutoonekana kuunga mkono msimamo wa Rais Tshisekedi kuhusu vita dhidi ya waasi wa M23 AFC, lakini pia ameonekana kupinga mapendekezo ya mabadiliko ya katiba. Nini hatma ya kisiasa ya Kamerhe na kujiuzulu kwake kuna maanisha nini? Na kwa njia ya simu naungana naye Ferdinand Kambere, yeye ni naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila akiwa Kinshasa. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa hivi leo. Ndiyo, tunasema karibu pia na asante kwa aliko. Na kutoka Goma tunaungana naye Siraji Nyalamba, kiongozi wa chama tawala UDPS huko Goma. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana kwa kutuhusisha na msalimu mzee Kambere Ferdinand. Mimi ni Victor Buso. Tuanze nawe Ferdinand Kambere, ukiwa hapo Kinshasa. Nini ambacho nafikiri kilimsukuma Kamerhe ya jiuzulu hata kabla ya wabunge kujadili hoja iliyokuwa mezani na kupiga kura? Nawaza kusema yake kwa kufuata matamko yake, uliona kama yote waliomshutumu hajui kabisa. Aliingia pale, kweli ilionekana. Leo kama wanaweza kutosha ile, lazima ni kitu ambayo ilionekana tangia mwanzo, kama Tshisekedi hakupenda kuendelea kuishi na mtu ambaye alikuwa mtu wa karibu na anajua yote ambayo ilipitikana kusudi Tshisekedi awe na mamlaka leo. Siraji, wewe uko kwenye chama tawala cha UDPS ukiwa hapo Goma. Kwa maoni yako, unafikiri nini kilifanyika mpaka Kamerhe akajikuta katika mazingira haya na sasa akaamua kuondoka kabisa na kuachana na kazi ya uspika? Kamerhe ameepusha huyo mzozo ambao ungekuwa miongoni mwa wanabunge ambao walikuwa ni wengi, ambao wamekuwa wameandika vikaratasi vya kusema kama uongozi wake si mzuri kipesa, kirelasio baina ya wadepite. Ilikuwa ni kusema anaipuka aibu, kwa sababu ingekuwa ile kitu ambao kinaitwa debat contradictoire ambayo ingekuwa imetiwa kwenye radio nationale ama ya umma. Hawa wandugu wengine walikuwa wametayarisha vitu vingi vya kuonesha uongozi wake ambao nini miacha wamemshtumu. Naamini ya kuwa ingekuwa tena zaidi, huenda mzee angekuwa ameenda kuaibika zaidi. Bwana Kambere, wewe uko hapo Kinshasa na unazungumza na wabunge mara kwa mara. Sababu ambazo zinatajwa kwamba Vital Kamerhe amehusika ni kwamba anahangaisha wabunge, matumizi mabaya ya fedha, lakini pia matumizi mabaya ya madaraka yake. Unazungumzia vipi hizi tuhuma ambazo zilikuwa zimewekwa mbele yake na sasa akaamua kuondoka hata kabla tuhuma hizi hazijajadiliwa?
Kwa sasa kule tunaenda, Tshisekedi yeye ana lazima ya vitu vingine. Amuweke mtu ambaye atamurahisisha tuende kama ile vitu ambazo alivipanga vya mbinu ya kubadilisha katiba. Hii ndiyo mwelekeo yake. Mekusema kuna kitu kabisa ambacho ule yeyote alisimama na naonyesha makosa ni haya na haya, na makosa haya yanahusishwa na ukosaji wa usalama kwetu kabisa. Sikumuona. Sawa, lakini ulimtaja kwamba labda ni mbinu za Rais Tshisekedi. Akizungumza akiwa kule New York, amesema kwamba hahusiki kwa kilichotokea kwa rafiki yake na mshikako wa kisiasa Bwana Kamere. Unazungumziaje hiyo kauli Bwana Kambere? Ndiyo ile unafiki wa kisiasa ambayo Tshisekedi anakuwa na kila mtu yoyote. Hata hii uliona mahakama anaanzisha zidi ya mwenzaye aliyemwachia mamlaka rais mstaafu Rais Joseph Kabila Kabange. Ni vile vile tu ni unafiki, ijapokuwa mchana na usiku watu wanaangalia gisi wanapanga. Na bila shaka tunaye Siraj Nyalamba kutoka chama cha UDPS akiwa Goma na kusikiliza. Bila shaka umemsikia Kambere, wewe unasemaje? Sasa mimi nilitaka kuzungumza kumwambia ndugu yangu Bwana Kambere, kazi za wabunge zinajulikana vizuri. Hizo habari za magari ambayo nazungumza sio ndio shutuma ambazo wenye wabunge wametoa. Shutuma zao ziko wazi na zinajulikana, naweza kama nyinyi wapasha habari mnazijua, kwa sababu wanakuwa na mapreuve. Bwana amekimbia hiyo debat contradictoire kule kunani kwenye chumba cha wabunge. Bwana Kambere, ingekuwa sijua wangekuwa na vitu vya kutaka kushtumu uongozi wa rais ambao leo unaungwa na mkono na Wakongo waliokuwa wengi, wangebaki katika njia za kidemokrasia na wangeachana na habari za silaha, tena sio silaha zao kwenda kukamata silaha za nchi za nje ili waendelee kumwanga damu za Wakongo. Sasa wewe uko hapo mashariki mwa DRC, Bwana Siraji, kwa mtazamo wako unafikiri kujiuzulu kwa Vital Kamerhe na utovu wa usalama ambao tunashuhudia katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini na kule Kivu Kusini, unafikiri kutaathiri kwa namna gani hali ya usalama huko mashariki mwa DRC? Sione hatara zake kwenye vita huko, kwa sababu vita inakuwa na watu ambao wanaiongoza, na tunaamini ya kuwa mchango wake katika kwa kuleta amani katika maeneo za kwetu iko pale pale, kwa sababu hajafukuzwa kama mfanya siasa, angali bunge, tena bunge ambao atakuwa ameaminika ndani ya siasa za Kongo. Na tunaamini chama chetu kama UDPS na chama cha INC tungali kwenye relation ambayo ni nzuri. Fadenda, wewe unaonaje? Kwa sababu madai mengine ambayo tumeyasikia ni kwamba huyu speaker ambaye sasa ameshajiuzulu Vital Kamerhe alikuwa hana msimamo thabiti kuhusu vita vya M23 AFC. Wewe unasemaje? Ndugu yangu ule wa UDPS anakaa Goma, lakini hapendi kujua kama Goma ina hali mbaya. Kuongoza Tshisekedi lazima wapinzani wake wawe nje ya nchi, wawe gorogoroni, wawe ndani ya hatari lolote. Hii ndiyo anaona kama ndiyo kitu ya muhimu. Inakuwa haya sana mtu wa UDPS ambaye anakaa Goma na anakuwa akitamka kama mtu akaenda Goma anakuwa mhusika wa M23. Haya sana na aibu. Bwana Siraji, nikikupa nafasi nyingine ya tukimalizia, unafikiri nini hatima ya Kamerhe sasa kisiasa baada ya kujiuzulu? Kwa sababu bunge haitabaki hivyo bila viongozi, lazima wanabunge watakuwa wamekusanyika, na miongoni mwao Bwana Kamerhe atakuwa yuko pale ili wamteue mwingine spika wa bunge. Hiyo itakuwa imefanyika na kazi zingine zitakuwa zimeendelea. Bwana Kambere, wewe unamaliziaje? Muda wetu umekwisha kabisa kwa sekunde chache. Mimi nashangala yeye ambaye anaishi ardhi ambaye na uongozi wa AFC M23, lakini anasema nakaa kimya na ni mtu wa UDPS. Sasa hii upatanisho yenu na M23 iliisha siku gani? Kwani unasema unakaa vizuri
kule na mimi nikafika pale Goma nitakaa vizuri, hali iko nchi ndani ya hali ya vita. Hapana, mimi nakaa vizuri Goma. Nilizungumza wewe Kambere Kinshasa unakaa vizuri. Inji inakaa vizuri, niliingia gerezani leo kaenda makala leo wanasema plus moins 20,000. Haiyafikaka hata ndani ya historia ya Kongo yetu kusema makala kunaweza kukakaa 20,000 prisonniers. Hapana kuwa na danganyia serikali iliyokuwa ya Kabila, hapana. 20,000 prisonniers ni mara ya kwanza kusikia kama prison ya makala inaenda. Wapinzani wangapi wako ndani ya gereza? Wewe kusema wangapi? Ndio tunaendelea. Krizi inji iko na krizi. Muda wetu kwa bahati mbaya umekwisha kabisa, lakini tutazungumza tena wakati mwingine. Na washukuru sana Ferdinand Kambere, naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani PPRD, ukiwa hapo jijini Kinshasa. Asante sana. Asante pia kwa ndugu pale Goma. Asante sana Siraji Nyalamba, kiongozi wa chama tawala UDPS akiwa huko Goma, na kushukuru sana. Nashukuru sana kwa kauli ambao umetupatia. Naam, bila shaka msikilizaji. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameituhumu Rwanda hadharani kwa kuendeleza uwepo wa kijeshi nchini mwake na kuwaunga mkono waasi wa M23 licha ya madai ya Rwanda ya kuwaondoa wanajeshi wake. Kiongozi huyo wa Kongo alitoa kauli hiyo kali wakati wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Rwanda inajifanya kuwa imeondoa wanajeshi wake kutoka kwa wanajeshi wanaoendelea kuwepo katika ardhi ya Kongo na kusaidia wasaidizi wa M23, alisema Rais Felix Antoine Tshisekedi, akisitiza kile alichokitaja kuwa ni mchezo wa kindumakuwili unaofanywa na jirani yake wa mashariki. Matamshi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi yanakuja wakati ambapo hali ya wasiwasi inaendelea kuwa tete katika eneo la Kivu Kaskazini, ambako kundi la M23 limeteka maeneo makubwa tangu ilipoanzisha upya mashambulizi yake mwishoni wa mwaka 2021. Serikali ya Kongo pamoja na ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa zimekuwa zikishtumu Rwanda kwa kutoa msaada wa kijeshi na vifaa kwa waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba anahakikisha kama kushuka kwa bei ya kubadili franka za Kongo dhidi ya dola ni matokeo ya juhudi za pamoja kati ya serikali na Benki Kuu ya Kongo. Operesheni za ulinzi wa amani zinakumbwa na kupunguzwa kwa bajeti ya nchi wanamemba wa Umoja wa Mataifa. Neno hiyo ni yake naibu mwakilishi makamu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo anayehusika na operesheni, akipatikana huko Beni. Kivu ya Kaskazini, mwaka wa shule unakabiliwa na usumbufu mkubwa katika maeneo mbalimbali ya elimu. Mahali zimoja shule hazijafungua milango tangu kufungua kwa mwaka. Upande mwingine ni migogoro ya walimu inaendelea kuonekana. Asubuhi njema kwa wote. Tufungue taarifa hii na habari za uchumi. Namna gani tunaweza kueleza sababu ya kushuka kwa bei ya franka ya Kongo dhidi ya dola inayoonekana katika siku hizi kwenye soko la fedha za kigeni mjini Kinshasa? Kulingana na waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba, hii ni matokeo ya juhudi za pamoja za serikali na Benki Kuu ya Kongo. Alisema hayo jana Jumanne kisha kikao cha wiki cha kamati ya hali ya uchumi inayoongozwa na waziri mkuu. Kumbukeni kama wiki iliyopita dola moja ilikuwa na thamani ya franka 2800 kwenye soko mjini Kinshasa. Leo inabadilika kati ya franka 2615 na 2700.
Na kuhusu habari za usalama, tujielekeze pabeni. Operesheni za ulinzi wa amani huathiriwa na kupunguzwa kwa bajeti ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Ndivyo alivyosema naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo anayehusika na operesheni na ulinzi. Ilikuwa Jumatano hii pale Beni. Huku hali ya ukosefu wa usalama ikiendelea kuongezeka nchini humo, kuna haja ya ujumbe wa kulinda amani nchini humo na wahusika wote wenye nguvu kufanya kazi pamoja ili kutatua mzozo huu wa usalama nchini DRC. Upande wa Kisangani katika jimbo la Chopo, kundi la wakaaji walionekana kuhama makazi yao katika sekta ya Opienge ndani ya eneo la Bafwasende. Sababu ni kwamba kulionekana watu wenye silaha wakizaniwa kuwa waasi wa ADF kunapita siku 3. Habari hiyo ya kuwepo kwa magaidi wale ilileta wasiwasi ndani ya mgini. Ndio sababu kiongozi wa serikali pale Bafwasende alitoa mwito wa utulivu kwa wakaaji wake. Willy Simbie alihakikisha kama mamlaka zinazohusika zimechukua hatua za kumzuia adui. Tunabaki katika habari za usalama. Mkutano wa wachaguliwa wa Mai-Ndombe wana wasiwasi kuhusu wingi wa mizozo ya kijamii katika jimbo hilo. Hawa walieleza wasiwasi hiyo mbele yake naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani na usalama. Bwana Jacques Shabani aliwapokea viongozi hawa waliochaguliwa kisha ziara yake mahali hapo kwa nia ya kuzidisha sera mpya ya usimamizi wa usalama na kuandaa mazungumzo ya wakaaji kupitia kongamano la amani. Tujielekeze sasa Kivu ya Kaskazini. Mwaka wa shule 2025 na 2026 unakabiliwa na usumbufu mkubwa katika maeneo mbalimbali ya elimu ndani ya jimbo nzima. Upande moja, shule nyingi haziyafungua milango yake tangu sasa Jumatatu tangu mwaka wa shule uanze. Katika eneo zingine ni migomo ya walimu ndio inaendelea kuzidi. Walimu wanaendelea kudai mishahara yao ambayo haijalipwa. Taarifa yake Elize Chikota yatafsiriwa na Jean Desire Kanyama. Pawalikale, mwanzo wa masomo mwaka wa 2015 unafanana ndoto iliyovunjika kwa watoto wengi. Matatizo ni mashule yaliyovunjwa, vijiji visivyo na wakazi wake, mishahara wala marupurupu ya walimu yasiyolipwa tangu miezi mingi, hali inayopelekea mgomo mfululizo wa kazi, vizuizi wala kusitokuwepo, pamoja na kuzuia uongozi kawaida wa mafunzo katika maeneo mingi, yote kupitia ukosefu wa wazazi na kupelekea matatizo katika mafunzo katika maeneo mingi ya jimbo la Kivu Kaskazini. Mwalimu mmoja wa Masisi anajiuliza hata kama wanatamani watafundisha namna gani. Anasema hatuna usalama, hatuna mishahara, hatuna chochote, na kama hakuna mabadiliko haitawezekana tuanze kazi ya masomo. Wakuu wa mahali wanaomba uundaji wa kamisheni ya pande 3, yani Dinakope, wanabunge wa taifa na wizara ya elimu ajili ya kuchungua kuhusu sababu ya msimamo mkali wa walimu na tena nafasi gani mishahara yao ilienda, na pia kuruhusu watoto wa Walikale waanze masomo ajili ya kuepuka hatari za mgomo wa kazi ya walimu. Hata hivyo, kiongozi wa chini wa jimbo la elimu la Ruchuru ya kwanza anahakikisha kwamba tangu siku ya kwanza ijayo Caritas itaanza lipa walimu wa eneo hilo mishahara yao. Na katika jimbo ya Lomami, mzozo unaendelea kuzunguka magari yaliyotolewa Januari iliyopita kwa wasimamizi wa maeneo 5 katika jimbo la Lomami. Mbunge wa jimbo Cyril Ngoi Sulu, mwakilishi mteule wa Luilu, anakashifu kile anachoita kutwaliwa kwa magari, yani majipe, iliyotolewa kwa wasimamizi wa wilaya naye gavana wa mkoa. Mashtaka haya yametupiliwa mbali na mamlaka wa mkoa. Maelezo mengi katika taarifa ya Esther Ndalafina ikisomwa na Florence Kiza. Kutoka Kinshasa, mahali ambapo wanaishi kwa sasa, naibu wa mkoa Cyril Ngoi Sulu alikashifu kile alichotaja kuwa kutaliwa kwa jipe za wasimamizi 5 wa wilaya. Alisikitishwa na ukweli kwamba walengwa wa magari hayo kwa sasa wanatumia pikipiki kwa misheni
chini ya kuzurura. Tulipowasiliana naye, Iron Van Kalombo Musoko, gavana wa jimbo la Lomami, alikiri kuwa aliagiza magari haya kwa muda kulinda jimbo hilo kwa idhini ya mamlaka ya Kinshasa. Gavana wa mkoa anapanga kutatua tatizo hili wakati wa ugawaji ujao wa magari na serikali kuu. Na upande wa Kisangani, namna gani ajali za barabarani zinawezaje kupunguka katika jiji la Kisangani? Ili kujibu kwa swali hili, mkurugenzi wa mkoa wa Tume ya Kitaifa ya Usalama Barabarani imekuwa ikiandaa mfululizo wa vipindi vya mafunzo kwa madereva wa magari na pikipiki tangu Jumanne. Awamu hii ya kwanza itahusisha madereva yapata 200 wa teksi na pikipiki kati ya wale 1000 ambao tayari wamesajiliwa. Mafunzo haya zitasambazwa katika maeneo kadhaa jijini na kwa zamu mbili. Maelezo mengi na Jacques Mukonkole. Sesuri la mafunzo haya limepangwa kwa siku 3 na linafanyika kwa vipindi viwili. Jasmin Ofuka Lokomba, mkurugenzi jimboni wa SNPR, anatarajia kuwa litachangia katika kupunguza ajali za barabarani. Mada kadhaa zinajadiliwa wakati wa session hii: maadili na kanuni za dereva, sheria za barabarani pamoja na ubunifu zake. Kwa kuzingatia masomo yaliyojifunza, Jean Yenga, mmoja wa washiriki, ananena kwamba mafunzo haya yana faida kwao. Hawakuwa wanajua kuwa wanaenda kwenye kivuli. Hii itawasaidia kupunguza kiwango cha ajali. Mafunzo haya ni ya lazima. Mkurugenzi wa jimbo wa SNPR anahimiza wamiliki wa mapikipiki kushiriki ili kupunguza ajali, kwa sababu kama anavyoonesha Jasmin Ofuka Lokomba, pamoja na ukarabati wa barabara za mijini unaendelea, kuna hatari ya ajali kutokea mara kwa mara kwenye barabara ya umma. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Tunarudi sasa mjini Kinshasa. Kulifunguliwa Jumanne hii kwa mkutano wa uhalalishaji wa sera ya kitaifa ya kujibu kwa hatari ya majanga nchini DRC. Mafuriko, mitetemeko ya ardhi, milipuko ya volkeno na ajali zingine nyingi husababisha vifo na uharibifu mkubwa wa nyenzo kokote nchini. Katika muda wa siku 3, wataalamu kutoka sekta mbalimbali watapitisha waraka huu wa kimkakati ambao unapashwa kuiwezesha DRC kuzuia na kudhibiti majanga kwa ufanisi. Huu ni mchakato muhimu unaoungwa mkono na Umoja wa Kimataifa na washirika wengine wa kibinadamu. Hivi ndivyo anavyoeleza Alo Sib, naibu mwakilishi wa WFP nchini DRC, mbele ya microphone ya Kifedi Lufulwabo, akitafsiriwa na Jean Désiré Kanyama. La gestion des risques de catastrophe est un uongozi wa hatari ni chombo cha maendeleo. Hakuna maendeleo kama hakuna uongozi hakika wa hatari za majanga. Kuna hatari kawaida, lakini uwezo wa taifa wa uongozi wa hatari ni wa kubainisha, pamoja na lazima ya masharti ya kiuchumi na ya kisiasa. Yaani, kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwa na siasa ya taifa ya uongozi wa hatari za majanga ni njia hakika ya maendeleo. Ni nchi kubwa na yenye aina mbalimbali za hali ya hewa pamoja na hatari nyingi, hususan milipuko ya volkeno, miporomoko ya udongo, mafuriko na kadhalika. Hatari hizo zote zinatarajia nchi iwe na vyombo vyenye kuruhusu uongozi wa hatari mbalimbali. Na wakaribisha sasa wapendwa wasikilizaji kwa kipindi cha pili cha taarifa yetu katika usomi wa Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Katika mtaa wa Beni, kutafuta amani, ujasiriamali ili kukabiliana na ukosefu wa kazi na ushirikiano kati ya wakaaji, viongozi na huduma za usalama ulikuwa lengo la kikao cha kutafakari Jumapili iliyopita huko Oicha. Kikao hiki kilisaidia kuwahamasisha zaidi ya watu hawa wenye matatizo kushirikiana na viongozi, lakini pia kuchambua njia za kuwasaidia vijana. Tunajadili hili na mwanzilishi wa shirika la Afrika Amani, Zeno Malamasa Kasomu, azungumza hapa na Mark Marofimbo. Zeno Kasomu, jambo. Jambo tena. Tunapatikana Oicha, tunaweza kuelewa lengo la kufika Oicha ni nini?
Ndio, lengo letu kufika Wicha ni kusema inakufaa siku mingi hatuko Wicha zaidi ya miaka 2. Habari kubwa ukasikia mtu kuuliza kutoka Wicha, Beni, Mbau, wanakuambia tu kule ni ADF iko nafanya wayawaya iko naua watu. Hivi lengo letu kukuya Wicha ni kukiangalia ile ADF ilianzaka 2014 mpaka leo inaendelea, kwa nini haiishe? Hivi tulikuya d'abord kukompatir na population, mais lakini sisi sote tujiunge kwa kutafuta solution na kuleta amani ndani ya mugine. Ulikazia sana mambo ya kujitegemea wala entrepreneuria, tunaweza kuelewa kwa nini? Kama tulikazia sana mambo ya entrepreneuria ni kusema kuko hatari moya yenyewe inakomala kila siku, lakini inawezekana watu wanasahau. Hatari ni gani? Unaona, kwa mfano mwaka huu wanakuambia madiplome d'etat zenye zilikuwa ni zaidi ya 70,000. Sasa ile 70,000 tunaiproduce kama diplome d'etat zitakuwa na shinda wapi? Sawa na kuwa washomere, ile ni shida. Na njoo kwa maana nilikuya na hii kikundi ya Afrika Amani inafundisha kila kijana kujitumikia na kujitegemea. Sababu kama kijana amekuwa na mwanzo ya kwake kujitegemea, hata ingia kwa magrupu ya arme kupori. Tuliona kama hii ni moja ya suluhisho yenye tukakuya nayo, kwa sababu leo tunakuwa na confusion. Ukaonana na viongozi wa serikali watakwambia hapana, watoto wa mgine fulani fulani wameingia ndani ya ADF. Ukiona watoto wa mgine wanakwambia hapana, ile serikali babo njoo biko banatua. Sasa ile confusion mwenye ana profite ndani haiko usie population ubia ile serikali, ni adui njoo ana profite. Anataka kuturegeza, anataka kutugombanisha, sasa iko danger. Njoo kwa maana tulikuwa na Afrika Amani kwanza kuelezea kila population na kila mkubwa role yake ndani ya amani. Mtu asikuwe nafikiri kama amani ni ya mtu mwingine, lakini kila mtu awe kama naye pia anapaswa kucontribute pour amani kuwe. Sasa ya pili ni kupima kuleta jibu tant soit peu. Ba français wanasema jibu hata kidogo kwa hii probleme ya chômage. Hawa vijana wanamaliza masomo, kuangalia namna gani kuencadrer. Ndio swali objectif yetu ya pili. Na njoo kwa maana nilikuwa na Afrika Amani ijiokipe na bale vijana kuangalia itabaencadrer namna gani. Mbali na hii muradi ya entrepreneuria huko na kufundisha makazi kidogo kidogo ya mukano yenye Afrika Amani inakuwa nayo. Wenyewe watakolabore na Afrika Amani ku niveau lokale, watapata information na kuyua namna gani Afrika Amani itasaidia territoire ya Beni, pourquoi pas Nord Kivu mzima. Ndani ya hotuba yako tulisikia unaongelea zaidi sana mambo ya amani bien sûr, mambo ya entrepreneuria. Hotuba itambulika kwa inakuwa plus pédagogique na incitateur, yani inachochea kwa kuendea mbele. Ujumbe yako itakuwa nini kwa wakaaji wa Beni na zaidi sana watu wa Wicha? Ndio. Ujumbe wangu ni kusema kwanza tupokee Afrika Amani na roho moja. Ya pili, ba français wanasemaka entreprendre c'est aussi risque. Nitaomba watu yote bakuye kujifunza ile entrepreneuria. Na mimi najua watu hawatapata deception. Sababu tukaingia mwa ile entrepreneuria itatupunguzia magumu fulani fulani yenye tunangoyaka mtu fulani anisaidie, na itatusaidia kuankadre batoto, inapunguza chômage. Kwa kweli niko na imani na uhakika kama sie bote tukaingia ndani ya ile mustari, kufuatana ile mustari, tutapata na amani itaingia, na haba bakiana benye banaweza enda jiunga na wafadui kupori, hawataenda tena kule kupori. Hivi kwa wakaaji wetu ya Beni, territoire de Beni na kando kando, ninaomba sie bote tuingie mwele kujifunza kujitegemea. Lakini kwa kikao sawa hii ya leo utakuwa na recommendation kani? Ndio, kwa kikao hii ya leo kusema kila yeyote ambaye ameparticipe hapa aende ambie wengine kama Afrika Amani imekuya na kila mtu akuye ajiandikishe. Nitarudia nyuma kidogo. Kuna watu wanazani projet transform iko ndoto au iko kitu yenye haiwezekani. Nimeona watu mingi wamebeneficie na hiyo pesa yenye iko non remboursable. Kiongozi wa Afrika Amani alituelezea vile juu ya FOJEC. FOJEC iko inasaidia babiana ya moins de 36 kupata pesa ya mkopo, munarudisha bila interet. Hivi ndani ya ile yote mukuye tuungane pamoja, sababu sasa wote tunaingia ndani ya entrepreneuria, kwa kweli usalama itarudia ndani ya mugini. Hivi wote walikuwa hapa, muende pia kuambia kupasha hii habari na wengine, kama si wote tukuye tujiunge na Afrika Amani, tuungane ndani ya projet FOJEC, tuungane ndani ya entrepreneuria, mais aussi na ile miradi yao ya kufundisha watu kazi ya mikono tuingie pia ndani. Seno Kasoma, tunakushukuru sana. Nasi tunashukuru, asante. Radio Kapi, dossier en Swahili. Jumapili tarehe 21 Septemba mwaka huu, dunia iliazimisha siku ya kimataifa ya amani. Huko Bunia, wakaaji na watendaji wa kijamii walichangia maoni yao juu ya wazo hili. Kwa wengi, amani haimaanishi tu ukimya wa bunduki, inamaanisha pia utulivu wa usalama,
usawa wa kifedha na chakula. Hii ni changamoto kubwa ambayo kulingana nao inaweza tu kupatikana ikiwa kila mtu atachangia. Mitazamo ya kila mmoja imewasilishwa katika ripoti hii ya Jean-Claude Lokidile. Roland Kojo, kiongozi wa Avenue Moja wa Karta wa Muzipela, anasema naye kwamba anajitolea katika kutafuta amani kwa kuwaelimisha wakazi wake juu ya kuishi pamoja. Hatua hii anaiangalia kama njia pekee ya kuzuia chuki na mgawanyiko. Hata Biblia, iwe wa Kristo, iwe Waislamu, iwe watu yote wana lazima ya amani. Kwa kufanya kila kitu, mtu kwa kufanya commerce, kwa kufanya kila kitu, mtu kuna lazima ya amani. Bila amani hakuna kitu ya kufanya. Hata masomo inaendelea kama amani iko. Ndio maana tunaongelea sana mambo ya amani, yafaa amani irudi kwetu. Lakini tunapokeana, tunatembeleana na tunapima kusensibilize batu kusudi masikilizano ipate kuwa kati ya mwingine, hivi tuweze kuishi yote pamoja. Kwa upande wake, Marie Kabazairi, mtetezi wa haki ya wamama pia wasichana, anasisitiza kwamba amani lazima ianzie kwanza ndani ya familia ili kuvunja mnyonyoro wa ukatili unaoendelea kuisumbua mkoa wa Ituri. Falon Nzola, mwakilishi wa shirika la Kafet jimboni Ituri, naye anabainisha kwamba amani ndio ufunguo wa maendeleo katika mkoa ambao tayari umebarikiwa kwa rasilimali nyingi za kilimo na pia madini. Alors tuko na obligation ya kuishi kati ya salama, paske na salama ndio itakuendesha mbele. Salama ndio itasema kenikale na mwenjangu hata ana forme moya na mie, ana sura yangu, akulake chakula zangu, me salama yenye mitampatia italomba ketuikale fazi moya na mwenjangu mwenye atufanane na sura, atufanane saa moya na ma condition mingi. Lakini safari kuelekea kwenye amani ya kudumu bado ni ndefu. Hivyo anakumbusha mkazi huyu wa Bunya ambaye licha ya changamoto anaendelea kuwa na matumaini ya rejeo wa amani ya kudumu katika mkoa wa Ituri. Province ya Ituri tungali tunaishi mavita, matatizo fulani inaharibisha maisha yetu na inaafecte directement amani yetu. Tungepashwa ishi. Tuko tunatumika na makomunote zinatoka mu territoire na zinatusaidia, zinatupermettre kuespere mzuri ke amani tutaifikiako. Na katika siku hii ya kimataifa unaohusu amani, sauti ya wakazi zinakumbusha kwamba kila mmoja kwa nafasi yake anashikilia sehemu ya suluhisho. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi. Wasikilizaji wapendwa, huo ndio itakuwa mwisho wa habari zetu kwa leo. Shukrani kwa kutufuata kwa wingi. Nawatakia tena mchana mwema kwa wote.